Baada ya salamu, tulimuomba Mwenyezi Mungu atupe amani na salama kipindi cha uchaguzi. Alhamdulillah, kwa upande wa Zanzibar tumeipata amani, tumefanya uchaguzi kwa salama, kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Tuna kila sababu ya kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa neema hii kubwa ya amani na usalama katika nchi yetu. Lakini kama sote tulivyosikia kwa wenzetu upande wa pili, hali haikuwa hivyo. Amani ilivunjika, ilitoweka, na kwa maana hiyo tuna wajibu wa kukumbushana kama alivyosema shekhe wetu Sheikh Khalid hapa kwamba tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunamuomba Mungu na sisi sote tunahimizana na kukumbushana juu ya umuhimu wa amani katika nchi. Ndugu zangu, hakuna maneno mengine ambayo tutayazungumza kama hakuna amani. Lakini kama hivi tuko katika hali ya amani, tunaweza tukazungumza mengi ya kimaendeleo. Sasa tunataka hichi, tunataka kile, yanazungumzika kwa sababu ndani ya nchi kuna amani. Lakini kwa kipindi kifupi kilichotoweka amani pale bara, tuliona athari zake. Athari zake zilikuwa kubwa, na si kule bara tu, mpaka huku. Kwa hivyo nimshukuru Mufti Mkuu kwa kutuhimiza kwamba siku ya Jumatatu ya wiki ijayo wananchi sote tufunge kumuomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani hii tuliyokuwa nayo. Na mimi nilikazie hilo tu kwa kusema tuna kila sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu maneno yanayoendelea hayaashirii kama sote tuna nia njema. Nadhani ipo haja ya kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tuliyokuwa nayo.